Na kwingineko tunaarifiwa kwamba mahakama imewaelekeza wahusika katika mgogoro wa muda mrefu udhibiti wa kampuni ya Direct Line Assurance kufikia makubaliano kuhusu ni maombi yapi kati ya mengi yaliyowasilishwa yatajumuishwa. Jaji Francis Gikonyo amesema hii itasaidia kesi hiyo kuelekezwa katika masala ya msingi ya uongozi na umiliki wa hisa. Akizungumza wakati wa kutajwa kwa ombi la kupuuza mahakama dhidi ya mwenyekiti wa Royal Credit Limited Dr. SK Macharia, Jaji Gikonyo alisema maombi mengi yamekuwa yakichelewesha kesi ambayo ilipaswa kuwa tayari imekamilika. Mwanahabari wetu Ben Kirui ana taarifa hiyo kwa kina. Mwenyekiti wa Royal Credit Limited Dr. SK Macharia aliwasili katika mahakama ya Milimani saa 3 asubuhi Jumanne kwa ajili ya kutajwa kwa ombi la kupuuza mahakama lililowasilishwa dhidi yake na mlalamishi. Wakati wa kusikilizwa kwa ombi la kudharau mahakama, jaji wa mahakama kuu Francis Gikonyo aliwaelekeza wahusika kurahisisha mwenendo wa kesi kwa kufikia makubaliano ya kuachana na baadhi ya maombi mengi yaliyoko mahakamani na badala yake kuangazia masuala ya msingi ya umiliki wa hisa na uongozi wa kampuni. Jaji Gikonyo alibainisha kuwa suala hilo limezidi kuwa tata, huku wanahisa wakubwa na wadogo wakiwasilisha maombi na pingamizi nyingi za awali, hali ambayo anasema imekuwa ikichelewesha kesi ambayo ilipaswa kuwa tayari imeamuliwa. Yes, but you will note from the court records in various matters touching on shareholding and directorship that it is the plaintiff. Pande zote mbili zilikubaliana kufuata mwelekeo wa mahakama na kuanza mashauriano kwa lengo la kupunguza masuala yanayohitaji kuamuliwa. Kesi hiyo imevutia umma kutokana na umaarufu wa Direct Line Assurance ambayo ni miongoni mwa kampuni kubwa za bima. Wakili Kipkemoi Sang wa Daktari Macharia kwenye kikao cha leo akisema kuwa mteja wake alitekeleza maagizo ya awali ya mahakama. In terms of showing cause, as you have cited, that is why my client has sworn an affidavit showing cause as directed by the court, even knowing fully well that procedures were flouted from the beginning. We would like you a lot to look at what we are raising carefully. Give us a decision on the same. Mahakama inatarajiwa kutoa uamuzi wake kuhusu maombi yaliyowasilishwa tarehe 12 Februari mwaka huu. Ben Kirui, runinga ya Citizen, Nairobi.